wakabahatishwa kabisa, wakahakikisha hawakuacha alama yoyote. Sasa Yeremia akawa anaomboleza kwa ajili ya yale matendo ambayo Bwana alikuwa ameyafanya kwa ajili ya wana wa Israeli, Yuda. Lakini aliposoma maandiko akapata ya kwamba ni Bwana anafanya kusudi lake. Ni yale ambayo Bwana alikuwa ameyanena kwa ajili ya Yuda anayatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alikuwa anatimiza neno lake kwa Yuda, ya kwamba alisema ya kwamba atamwadhibu kwa ile dhambi ambayo alikuwa anaifanya. Yuda alikuwa ni taifa moja la Israeli ambalo lilitenda dhambi sana, walienda kinyume na vile Mungu alivyokuwa anataka. Kwa hivyo wakaadhibiwa. Haleluya. Wakaadhibiwa na Mungu. Sasa Yeremia anaangalia, hapana, inawezekanaje namna hii? Mungu mtakatifu kuwafanya watu wake namna hii. Lakini alipoangalia akapata tumaini tena ya kwamba Bwana analitimiza neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa kitabu hiki kikaitwa cha maombolezo. Ni Yeremia analia akililia Yuda. Anahuzunika akiwahuzunikia wa Yuda, akiwa yeye ni mmoja wao. Yeye naye alikuwa ni mmoja kati ya hao wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Ingawaje Yeremia hakutenda dhambi, lakini mfalme pamoja na wale waliokuwa akiwaongoza walimtenda dhambi Yehova Bwana aliye mbinguni, aliyewatoa katika nchi ya Misri. Bwana Yesu alipe. Amen. Kwa hivyo huo ni utangulizi tu kwa kifupi. Kwa hivyo kitabu hiki ndio maana kikaitwa maombolezo. Yuda ikililiwa na Yeremia kwa ajili ya yale mambo ambayo walikuwa wanayapitia. Lakini sisi tutajifundisha mlango wa 4 mstari wa 39 mpaka wa 42. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu laanza kwa kusema hivi katika kitabu cha maombolezo mlango wa 3 mstari wa 39. Mbona ananung'unika mwanadamu aliye hai, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? Hapa kuna swali linaulizwa. Nani anauliza hili swali? Inakupasa wewe ukaweze kutafuta ni nani anauliza hili swali. Mbona mwanadamu aliye hai ananung'unika wakati mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? Haleluya. Amen. Kwa nini? Jambo la kwanza, nimejaribu kuangalia katika Biblia za Kizungu mstari huu wa 39, lakini Biblia zote za Kizungu zinaunga mkono ya kwamba ni watakatifu wanamnung'unikia Bwana wakati wakiwa wamekosa na Bwana anawarudi. Wanamnung'unikia Bwana ni kana kwamba Bwana amefanya makosa kuwaadhibu kwa yale ambayo walikuwa wameyafanya. Haleluya. Sasa hapa Yeremia ndiye anayeuliza, akisimama kwa niaba ya Bwana. Mbona mtu ananung'unika wakati, mbona mwanadamu aliye hai ananung'unika wakati mtu akiadhibiwa kwa makosa yake? Mbona ifike mahali wananung'unika? Wananung'unishwa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kifungu hicho kinasema kwa umoja, mbona ananung'unika mwanadamu aliye hai. Kwa hivyo hapa katika Biblia ya Kiswahili liko na lugha mara mbili. Kuna mwanadamu aliye hai, alafu kuna mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lugha nyingine unaweza kumchukua huyu mtu ukamdescribe kivyake,
na huyu mwanadamu naye ukamdescribe kivyake. Lakini ukiangalia katika Biblia za kizungu zinasema wale wote ambao Bwana aliwaita watakatifu ndio wanaonung'unika. Kwa hivyo Biblia la Kiswahili limeeleza katika muktadha wa mara mbili, lakini kizungu linaeleza ni kwamba ni jambo moja. Watakatifu wananung'unika. Nasema tutaacha lini kunung'unika wakati tukiwa tunaadhibiwa kwa makosa yetu wenyewe? Wanaje swali ipe? Amen. Kwa hivyo ni tabia ya wanadamu sini. Hata mtoto mwenyewe ukimchukua, ukiwa unamrudi kwa sababu amekosea, kwa wakati huo mtoto huyo ataonanikana kwamba unamuonea, hakustahili na wala hangestahili adhabu utakayokuwa unampatia kwa wakati huo, ili hali makosa aliyafanya mwenyewe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hapa tunampata ya kwamba Yeremia anaomboleza. Anawaombolezea watakatifu ambao Bwana amewaadhibu kwa yale ambayo alikuwa wameyafanya, wamemfanyia Bwana. Bwana ameahidi ya kwamba kila atakayefanya makosa ni haki kumrudi. Amen. Amen. Ni haki arudiwe na Mungu. Kwa hivyo hatutaenda sana mahali hapa. Tutaenda kuangalia swali hili, ni kwa nini mwanadamu aliye hai ananung'unika wakati anapoadhibiwa kwa dhambi zake? Ni kwa sababu anajiona kuwa yuko sawa na hangestahili hiyo adhabu anayoipitia. Yaani anajiona kwamba yuko sawa katika hangestahili katika hiyo adhabu ambayo ameipata. Biblia linarudi hapo linasema ya kwamba njia ya mtu iko sawa machoni pake mwenyewe. Na hapa inasema mbona mwanadamu ananung'unika wakati mtu akiadhibiwa, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake. Tena Biblia linarudi linasema njia za mtu ziko sawa machoni pake mwenyewe. Kwa hivyo kwa nini ananung'unika? Anajiona ya kwamba hicho anachokipitia si haki yake na si sawa akipitie. Wanaje swali ikwe? Amen. Yani si karakaraka mara kikirire, lakini kwani unana kikirira? Ni kwa sababu wafika hatu akimkosera Mulungu. Wafika hatu akimkosera Mulungu, ndio maana Mulungu anamwadhibu. Na tukafika mahali tulipokuwa tunajifundisha tukasema ya kwamba Bwana utakapopatana naye, sisi watakatifu tulipatana na Bwana Mungu wetu. Tulipatana naye wapi? Tulipatana pale wakati tulipomwambia Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, naja kwako leo, zifute dhambi zangu, lifute jina langu pamoja na dhambi zangu, ukaliandika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Yaani nitoe huku unipeleke huku. Hapo ndipo tulipopatana na Mungu wetu. Hapo ndipo tulipopatana na Mwokozi wetu. Na hapo tukasema ya kwamba na yawacha yote ya shetani ni kufuate wewe. Lakini ni kwa nini tumefika mahali tumesema tu kwamba tutayawacha yote? Hatuyawache hayo yote, bado hayo yote tuko nayo, hatumfuati huyo Kristo. Wakati tutakapofanya hivyo, Bwana Yesu atatuadhibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapata ya kwamba yale mengi ambayo tunayapitia kwa sababu sisi wenyewe tumetaka. Biblia inasema ya kwamba sheria ni nzuri lakini ikifuatwa vizuri. Na nasema mwenye haki hayuko chini ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kabisa ya kwamba
si halali mwananchi wa Kenya kuua mwenzake, si halali mwananchi wa Kenya kutukana mwenzake, si halali mwananchi wa Kenya kuibia mwenzake. Alafu wewe unaenda kufanya vile ambavyo mwananchi wa Kenya hastahili kufanya, wewe ndivyo unaenda kufanya. Kwa hivyo wakati utakapofanya hivyo, unakuwa chini ya sheria. Hiyo sheria iliyowekwa ndiyo itakayokuhukumu, maana umeenda kinyume na hiyo sheria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Yuda anahukumiwa na Bwana. Bwana anatimiza ahadi yake. Bwana anatimiza neno lake ya kwamba Yuda alikuwa ni amfuate yeye Mungu, na yeye ndiye Mungu wake wa pekee. Bwana Mungu wake aliyemtoa Misri, akamvukisha jangwani inge na nyoka wote, akamvukisha akiwa salama, amemleta katika nchi ya ahadi. Na Yuda amejisahau, na Bwana amesema, mwanangu yoyote atakayeenda kinyume na mimi ni haki ni mwadhibu, na mimi nasimama na neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mulungu akale wa haki anaimira na nenore atakatifu anji kunateseka unasirima ni kwa sababu kukala garia wambago Mulungu wakanena kwa ajili ya kwehu kafuga henda. Fukifika hatu fukiona kukala manadamu anahenda zaidi ya garia warigo la gizo. Bwana Yesu alipe. Nitakwika kwenye hii bustani ya Adamu, henda kiki, lakini kiki usikihende. Lakini kwa sababu mwanadamu ni mtu akwenda kuzidisha mambo, Adamu akizidisha hata garia warigo wa mbiru asigahende. Bwana Yesu alipe. Amen. Siku ya leo ahubiria leo, Bwana Yesu wafambira ukala nenda ulimwenguni kosini mkahubiri mataifa kukala na kwa henda kukala anafunzi yangu mkiafundisha kubira kosini niligo amuru ninui, lakini sino kafuga henda. Badala ukalafu ahubirire injili funaguzira munyu, badala ukalafu ahubirire injili funaguzira vitambara, badala ukalafu ahubirire injili funahenda mambo ambayo kagavilia kaizo utakatifu na ufalume wa Mulungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hudimekumanya siku ya leo ukala sisi fuatemba, na kwa sababu fuatemba sisi huana akifalume. Bwana Yesu alipe. Amen. Maneno gehuga na mihaka. Kuria kwehu kuna mihaka. Kukumbola kwehu kuna mihaka. Kwa visho mtu yoyosi ambaye si mwana wa kifalume anadima kumbola wakati ahenzao, anadima kutengeza hadi ahenzaro kwa wakati wosi, anadima kwenda hatua hosi wakati ahenzao. Bwana Yesu alipe. Lakini kwa sababu sisi wana kifalume, sisi ni wana wa kifalume watakatifu, kwa hivyo inatupasa tukae tukijua ya kwamba hatuli tutakavyo, hatuvai tutakavyo, hatutembei tuendako kote tutakavyo. Tunaenda mahali Bwana ametuamuru, tunakula Bwana alichotuamuru, tunafanya Bwana alichotuamuru. Mbali na hivyo Bwana atatuadhibu, maana tulifika mahali tukasema ya kwamba Bwana nawacha vyote na kufuata wewe. Bwana Yesu alipe. Amen. Yani vinobeba mfano manao akimbola sukuli badala kujera nyumbani kuzahenda kazi ya ziada ambayo mwalimu mwazamupa kuhala vidoli kwenda heka mazi hadi kushera muhala kwenda shughuli ambazo zinastahili kwenda nyumbani. Ye badala kola kimbola sukuli anaenda barafikishe akazunguluke akapige mpira muhadi saa 2 za usiku. Je, unadima kukakubali go? Bwana Yesu alipe. Unadima kukakubali panoni? Kwa sababu si mulongozo ambao wawika kaisa nyumba ya kwako, kaisa familia ya kwako. Kwa hivyo Bwana naye ana mihaka na takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mmoja ambaye utashikana naye. Wewe ni mtengwa, wewe ni mtu ambaye una malengo, maisha yako yamekusanywa kwa ajili ya Bwana. Mtumikie Bwana, fanya kile ambacho Mungu anataka ukifanye, fanya kile ambacho Mungu ametarajia ukifanye, na hicho ndicho kitakacho kufanya maisha yako yatakuwa na mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huzona visho machache.
Mtu yoyosi ambaye maisha yake kagalongoswa ni malengo kagakusanyiwe hamwenga anadima kutengeza rorosi, anadima kwenda chochosi, anadima kuria chochosi, anadima kuhukana na kunena rorosi, kwa sababu kana kitu kimulongozacho hata kafarero kana hasara. Bwana Yesu alipe. Amen. Lakini sisi tukifa leo tuna hasara, tumeweka hasara katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ufalme utakuwa umekosa warithi. Kwa hivyo ni jukumu letu kama watakatifu tukaweze kwenda nje na kuwahubiri watakatifu, kwa sababu Bwana ametupa agizo tufanye hivyo. Lakini unapata tunateseka, tunanung'unika, mbona hatubarikiwi? Mbona hatuendelei? Na utapata watakatifu wengi ndio wenye matatizo. Yaani kuzaja la mashaka kiasi cha kukala tauna dima kwamba bahawa mboka maokokere. Fuzaja la matatizo kiasi chokala funa mabahawa kalao mboka maokokere. Mana bahapano ni garia wambago mulungu anahutarajia fugahende. Sigo fugahendago. Bwana Yesu alipe. Amen. Ndio maana tumejaa kunung'unika. Watakatifu tunanung'unika sana. Tunaona ya kwamba Bwana anatutesa. Bwana hatutaki mazuri. Bwana anatupenda sana. Na ndio maana anaturudi. Kwa sababu anatupenda ndio maana anaturudi. Kwa sababu anatupenda ndio maana anaturekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona mwanadamu aliye hai ananung'unika wakati mtu anapoadhibiwa katika dhambi zake? Sikia nikwambie hivi, kulalamika na kunung'unika sio jawabu ya yale unayoyapitia. Yale yote unayoyapitia, yale mashaka yote unayoyapitia, yale magumu yote unayoyapitia, yale matatizo yote unayoyaona katika maisha yako, hata ukanung'unika hautapata faida yoyote. Faida ni gani? Faida ni wende ukaangalie ni wapi ulipomkosea Bwana Mungu wako, ukarekebishe na ukaweze kumrudia Bwana Mungu wako tena. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo jawabu ambalo ningeweza kukupatia mimi leo. Hilo ndio jawabu ambalo Bwana anatupatia leo. Tukaangalie mabaya haya yamenipata kwa namna gani? Mabaya haya yamenipata kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Ayubu akafika mahali akasema, nilikuja uchi, nilikuja bila kitu, na nitarudi uchi vile vile. Nitarudi bila kitu vile vile. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana na libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aidha kwa magumu unayopitia, aidha kwa mashaka unayopitia, mwambie Mungu ya kwamba mapenzi yako yatimizwe, maana mimi nimekosea. Rudi mahali ambapo Bwana wewe ulipomkosea Bwana, ukaanze tena upya na Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kifungu cha 40 na kifungu cha 40 na mwenga. Na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu hizo njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Njia kwa wajibu wa Biblia ni maisha. Na tuyachunguze maisha yetu, tukayajaribu hayo maisha. Tena baada ya hapo tumrudie Bwana tena. Bwana Yesu asifiwe. Tumrudie Bwana tena. Tumuinulie Mungu aliye mbinguni mioyo yetu na mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakapojijua kwamba umekosa, muinulie Bwana Mungu wako moyo wako na mikono yako. Ujue ya kwamba wewe mkosefu, umekosa. Rudi pale ambapo pale ambapo umemkosea Mungu wako, umemkosea Bwana Mungu wako, tena anza naye tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawe utakuwa salama. Utakuwa salama. Amen. Amen. Kulalamika na kunung'unika sio jawabu. Jawabu ni uangalie ni wapi ulipoanguka
na ukamrudie Bwana Mungu tena. Na wakati tunapojua ya kwamba tumekosea, na tumuinulie Bwana mioyo yetu na mikono yetu, maana sisi tumekosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana sisi tumekosa, lakini na tujue hivi ya kwamba lolote tunalolifanya ama linalofanyika katika maisha yetu, liwe zuri, liwe gumu, liwe baya, linafanyika kwa makusudi ya Mungu. Bwana anatimiza neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gago ugakirirago gago ambago unaga unani mako mkwenye maisha kako manyafi hivi Mulungu bado acherea enzini, anatimiza kusudi la pale, anatimiza neno re. Wakati mwingine unaona ya kwamba umepatwa na jambo ambalo hungelistahili kabisa, mpaka watu wengine wanakuonea huruma, lakini kumbe wewe mwenyewe unajua ni kwa sababu gani umepata haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Ni nani ambaye anaweza akapatwa na jambo lolote baya asijue sababu ya hilo jambo? Ni nani? Kunaye. Unaweza kupatwa na jambo lolote na usijue limetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna. Kwa hivyo wakati unapopata maisha yako ya kiroho hayaendi vizuri, jua ya kwamba kuna mahali ulimkosea Bwana. Kuna fundisho moja tulisema ya kwamba wakati unapopatana na Bwana, ukipatana naye, mkianza safari nyote, ukifika mahali ukienda kando, yeye atakungoja pale pale, kwa sababu mlikuwa mmepatana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni usumbuke huko tena urudi tena pale pale ulipomwacha, uende ukaanze na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifika pale yeye ni mwanangu, ulikuwa wapi? Bado Mungu anakupenda. Hata ukaanguka dhambini mara ngapi? Mara 7, mara 70, bado Bwana anakupenda. Unaweza kuanza tena upya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia ni wapi ulipoanguka. Yale magumu yote unayoyapitia hayakosi chanzo. Kila chenye mwanzo lazima kina mwisho wake, na kila chenye mwisho lazima kiwe kina mwanzo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kila gumu na kila jaribu lina mwanzo wake. Angalia ni wapi ulipokosea, ukaanze na Bwana tena. Yachunguze maisha yako, yajaribu maisha yako.